Karibu kwenye sayansi kwa ufupi. Hiki ni kipindi cha 8 katika mfululizo wetu wa video za kufafanua masuala ya sayansi kwa Kiswahili. Kazi hii ni sehemu ya Tunyamu Twimoyo Science Translation Initiative. Kila mwezi kwa takriban mwaka mmoja uliopita, tumekuwa tukitengeneza video zinazozungumzia mada za kisayansi zinazogusa maisha yako ya kila siku. Karibu kwenye toleo la mwezi huu. Tunaposikia neno Ebola, mara nyingi tunafikiria mlipuko wa ghafla unaotia hofu. Tunawaona madaktari wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga dhidi ya virusi na mapambano makali ya kuokoa maisha dhidi ya virusi hivyo. Na kawaida tunaamini mgonjwa anapopona vita vimeisha. Lakini kwa manusura wa Ebola, kuna aina tofauti ya mapambano. Hali hii huitwa post-Ebola syndrome. Wanasayansi hutumia neno sequelae kuelezea athari za muda mrefu zinazobaki baada ya ugonjwa kuisha. Fikiria nyumba inavyokuwa baada ya janga kubwa kupita. Manusura wa Ebola mara nyingi hupata maumivu ya misuli na kichwa na matatizo ya kumbukumbu. Wengine hupata mlio sikioni na wengine hukosa kusikia kabisa. Cha kushangaza ni jicho, ambapo uvimbe unaweza kutokea wiki au miezi baada ya maambukizi. Je, inawezekanaje virusi kuwa kwenye mwili baada ya kupona? Jibu lipo kwenye jinsi mwili yetu ilivyoundwa. Miili yetu ina maeneo yanayoitwa immunologically privileged sites. Haya ni maeneo yanayolindwa sana kama macho, korodani na mfumo mkuu wa neva. Ili kuzuia maeneo haya yasiharibiwe na uvimbe usiohitajika, mwili huzuia chembe nyeupe za damu kuingia humo. Virusi vya Ebola hutumia fursa hiyo kuingia katika maeneo haya yasiyolindwa na chembe nyeupe za damu wakati wa maambukizi ya awali. Vikishaingia, vinaweza kujificha nyuma ya vizuizi vya mwili na hivyo kukwepa kinga mwili za damu. Ndani ya jicho, vinaweza kusababisha uvimbe unaoweza kupeleka kuona ukungu au hata upofu. Hali hii hujitokeza kwenye virusi vingine kama Zika, measles na virusi hatari kama Nipah, Marburg na Lassa. Zaidi ya mwongo mmoja, Daktari Soka Moses wa Liberia alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kutambua umuhimu wa maficho haya ya virusi. Nchini Liberia, janga la Ebola liliweza kuisha katikati ya mwezi wa Machi mwaka wa 2015. Takriban watu 5,000 walifariki kutokana na janga hili. Shule na masoko yalifungwa na maisha yakasimama. Lakini muda mfupi baadaye, taarifa mpya ilitolewa kuwa kesi mpya imegunduliwa. Watu wakaanza kuingiwa na hofu. Swali kubwa lilikuwa mwanamke huyu aliambukizwaje Ebola ilhali hakukuwa na mgonjwa mwingine nchini? Baada ya uchunguzi, wataalamu waligundua kuwa mpenzi wake alikuwa ameugua Ebola miezi 5 iliyopita na alikuwa amepona kabisa. Daktari Moses anasema kuwa alipimwa mara 2 na kuthibitishwa hana virusi na hakuwa na dalili zozote za Ebola. Baada ya utafiti, wanasayansi waligundua virusi hivyo vilikuwa vinaishi ndani ya korodani na vilipitishwa kupitia shahawa, jambo lililosababisha maambukizi mapya. Kwa manusura wa Ebola, dalili za mwili ni nusu ya tatizo. Tatizo lingine nusu ni athari kwa afya ya akili. Kwa sababu hali hii haikueleweka vizuri mwanzoni, manusura walikumbana na unyanyapaa mkubwa
kutoka kwa jamii. Jamii iliogopa kuwa wanaweza kuambukiza wengine, na hali hii ilisababisha upweke mkubwa na kutengwa na jamii. Ukiongezea maumivu ya mwili na kiwewe cha kunusurika ugonjwa hatari, matokeo yake yanaweza kuwa huzuni kali, wasiwasi mkubwa na PTSD. Kwa hiyo, post-Ebola syndrome si ugonjwa unaoathiri mwili pekee. Ni changamoto kubwa inayogusa maisha yote ya manusura pamoja na jamii inayowazunguka. Habari njema ni kwamba kuelewa hali hii kumebadilisha kabisa jinsi dunia inavyoshughulikia milipuko ya ugonjwa. Limetuonyesha kuwa kupona kwa ukweli kunamaanisha kupata huduma za muda mrefu na ufuatiliaji wa kitabibu kwa miezi au hata miaka baada ya maambukizi yoyote kufanyika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tutaonana tena kwenye kipindi kijacho.